Karibu sana ndugu mtazamaji wa Loe Mamo Brand. Karibu tena kwenye historia ya pesa. Hii ni sehemu ya 3. Tunakukaribisha sana. Karibu msikilize mwalimu Loe Mamo. Loe Mamo Brand. Okay, asante Mr. Dula kwa ufunguzi mzuri wa kipindi chetu kinachoongelea historia ya fedha au historia ya pesa. Sasa kama unakumbuka Mr. Dula, kipindi kilichopita kuhusu pesa tuliongelea katika zama za kilimo, lakini na tukamalizia na zama za viwanda. Kwa hivyo zilikuwa imebezi sana kwenye zama za viwanda. Sasa leo tutakwenda kuendelea ambayo nadhani Mungu akitujalia tutakuwa tunamaliza leo sehemu ya 3 kuhusiana na historia ya pesa. Na leo tutakwenda katika zama za sayansi na teknolojia au katika zama za habari na mawasiliano ambazo ndo tupo mpaka leo hii. Sasa kipindi kilichopita kwa summarization ya haraka ni kwamba katika zama za viwanda ndipo elimu ilizaliwa na ndipo pesa sasa walianza kutumia pesa kama noti. Ndipo zama za viwanda yani katika zama za viwanda ndo pesa ya noti ndo ilianza kutumika. Sasa katika sehemu ya kwanza tuliongelea ilikuwa ni zama za uwindaji. Sehemu ya pili tukaja kwenye zama za kilimo, zama za kilimo, zikafuata zama za viwanda. Sasa hivi tuko kwenye zama za sayansi na teknolojia. Lakini hadi siku zinavyozidi kwenda zinakuja kuzaliwa zama nyingine, zama za AI animation na robotics, mambo ya robot ambayo tunaona kama sasa hivi tayari kuna robot ambazo alitengeneza nadhani ni Elon Musk. Kwa hiyo ni zama hizo zinaenda. Sasa kwa haraka katika zama za kilimo, katika zama za uwindaji, kilichokuwa kinatumika kama pesa yao ilikuwa ni skills na energy. Ilikuwa ni nguvu na ule ujuzi wa kuwinda. Lakini ukija katika zama za kilimo, pia kilichokuwa kinaendelea kama kutumika kama pesa yao ilikuwa ni skills na energy, lakini za kilimo, si ndio? Na kilimo ndo tukakutana na barter trade humo, si ndio? Mambo ya kubadilishana bidhaa kwa bidhaa kama pesa yao. Lakini tulivyotoka hapo tukaenda kwenye zama za viwanda, ambapo sasa ilibadilika sasa kutoka kuwa skills na energy kama pesa yao, wakaanza kutumia noti. Sasa tuanzie hapo walipoanza kutumia noti. Nini kilikuja kutokea? Wakati wanatumia noti, ukumbuke zile currency zina boundary. Noti huwa ina mipaka. Yani noti ya Tanzania huwezi ukaenda ukaitumia Kenya, wala huwezi ukaenda ukaitumia Uganda. Itakubidi ubadilishe. Sasa kwenye kubadilisha hapa ndo nakutana na zile issue za exchange rate, kwamba kuna zile gharama za kubadilisha fedha kutoka fedha ya nchi moja kwenda ya fedha ya nchi nyingine. Lakini pia kwenye kubadilisha, kwa mfano ukichukua dola ya Marekani na fedha yetu, dola ya Marekani unaweza ukaja na dola 100 ambapo ni noti hii moja. Lakini ukija kwa Tanzania uwezi kupata noti moja ya kiasi ya gharama hiyo, si ndio? Utapata noti nyingi sana. Kwa hiyo sasa kwa kipindi kile, kadiri siku zilivyokuwa zinaenda, kutokana kwamba ili mtu abadilishe, kwa sababu kilikuwa ni kipindi walikuwa wanafanya na biashara kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Sasa ili mtu aweze kubadilisha fedha ya nchi moja kwenda fedha ya nchi nyingine, ndo wakaanza kuchaji zile exchange rate kulingana na gharama, pesa halisi ya gharama husika, kwamba kila nchi fedha ina gharama, fedha ya nchi husika inakuwa ina gharama yake. Sasa kondo ikawa inaendelezwa exchange rate, unabadilisha. Ukibadilisha kwa mfano labda kama una dola 10,000, ukija kubadilisha hapa ni kiwango kikubwa sana, si ndio? Ni hela nyingi. Sasa unakuta mtu anakuja na dola 10,000, let's say ni noti ni moja, lakini akija kubadilisha unakuta na mahela yanakuwa mengi. Sasa kutokana na hivyo ndo ikabidi wahame. Sasa kikazaliwa kitu kinaitwa electronic money. Yani pesa tunaweza tukasema ni electronic money. Nakosa Kiswahili kizuri, yani ni kama pesa mtandao, lakini tukisema pesa mtandao wengi wanafikiri kama ni cryptocurrency au ni no. Electronic money yani kwa mfano ile mimi nakutumia wewe kwa M-Pesa, yes, au zile transactions za benki. Ndio ninachokimaanisha mimi, ndio ikaja kazaliwa transaction money, baada ya kwamba mtu akibadilisha fedha ya nchi moja kubadilisha na fedha ya nchi nyingine anakuwa mapesa mengi, alafu kwanza zinakuwa nzito, lakini pili security, ulinzi msumbufu pia. Umeona, ndio kaja kazaliwa hiyo electronic money. Sasa
ikawa inaendelea kutumika hiyo electronic money. Sasa kadiri siku zinavyozidi kwenda, tayari watu wameshaanza kusahau kwamba kuna skills na nini na energy, kwamba mtu anaona ili aweze kupata kila kitu anahitaji awe na noti. Sasa tunakuja kupata utofauti wapi? Kwamba watu walianza kusahau kwamba ni skills na energy ambazo inatakiwa uwe navyo ili uweze kupata hizo pesa. Sawa? Sasa kilichokuja kubadilika ni kwamba unakuta mtu leo hii ana skills, ana ujuzi fulani, ana maarifa fulani, lakini anasema ana nini? Ana hela. Ana hela. Lakini unakuta mtu ana nguvu, lakini unakuta anasema ana nini? Ana hela. Wakati kipindi kile kilichokuwa kinatumika ili waweze kupata hela ilikuwa ni skills na energy. Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda, skills na energy zilizokuwa zinatumika kwenye uwindaji, yani skills na energy zilizokuwa zinatumika kwenye uwindaji sio skills ambayo itakuja kutumika, ambayo ilikuja kutumika kwenye kilimo. Lakini skills ile iliyotumika kwenye kilimo sio skills hiyo itakuwa kuja kutumika kwenye viwanda. Lakini pia sio skills hiyo itakayokuja kutumika kwenye zama za habari na mawasiliano au zama za sayansi na teknolojia. Zinabadilika. Kwa sababu gani? Wakati wa zama za uwindaji walikuwa wanadili na kitu kinachopatikana juu ya ardhi. Swala, sijui tembo wanawinda, sijui nyati. Lakini kwenye zama za kilimo walichokuwa wanakitumia kama pesa yao kilikuwa kinapatikana ni kile ambacho ardhi ilikuwa inazalisha. Mazao yale, sijui mahindi, sijui mtama, sijui nini, mpunga, sijui nini. Ni kile ambacho kinapatikana, kile ambacho ardhi ilikuwa inazalisha ndio walichokuwa wanakipata. Walikuwa wanatumia ujuzi ili waweze kupata ardhi ambacho inazalisha. Lakini ukija kwenye zama za industrial age, zama za viwanda, walichokuwa wanakitumia ni kile ambacho kinapatikana ndani ya ardhi, madini, si ndio? Madini, dhahabu na vitu kama hivyo. Lakini sasa hivi ukija kwenye zama za sayansi na teknolojia, hatutumii tena, yani kitu ambacho kinatumika sio tena kinachopatikana juu ya ardhi wala kinachopatikana ndani ya ardhi wala ardhi inachozalisha, bali sasa hivi kinachotumika ni kile ambacho akili imebeba, ubongo wako. Yani kile ambacho ubongo wako umekibeba ndicho kinachokuja kutumika. Kwa mfano, tajiri wa kwanza halimi. Tajiri wa kwanza sio mkulima, wala tajiri wa kwanza sio mwindaji. Tajiri wa kwanza ni Elon Musk, si ndio? Kipindi kile alikuwa ni mmiliki wa Louis Vuitton, ndio alikuwa tajiri wa kwanza. Lakini sasa hivi nadhani ni Elon Musk kama sijakosea. Kama nimekosea mtanirekebisha hapo. Kinachomfanya aendelee kuwa tajiri au kinachomfanya awe tajiri ni kwa sababu anatumia akili, anatumia ubongo. Kwa hiyo tunatoka kwenye muscle power, kwenye nguvu za kutumia misuli, tunahamia kwenye nguvu za kutumia ubongo, kwenye nguvu za kutumia akili. Ukaa ukawaza, ukaja na idea. Ile ndiyo pesa ambayo inatumika leo hii. Yani pesa ya kutumia ubongo, ya kuja na mawazo. Kwa mfano kama bwana Elon Musk amebuni vitu vingi sana ambavyo amekuja kuvitumia leo hivi vinatumika, ambavyo ndio vinafanya anaendelea kuwa tajiri namba moja. Lakini kinachofanya tajiri ni akili. Kwa anatumia ile akili kuweza kuzalisha vitu ambavyo vinamsaidia yeye kuwepo pale. Sasa mpaka hapa tulipofika, najua watu watakuwa wanajiuliza pesa ni nini? Kwa sababu kama nilivyotangulia kusema, pesa sio hii noti ambayo kila mtu anayo, ile noti ya 10,000, noti ya 5,000, ile sio pesa. Pesa sio ATM kadi, wala pesa sio checkbook. Yani inatakiwa ifikie kwenye, kabla hatujaenda kwenye definition ya pesa ni nini, inatakiwa ifikie stage kwamba wewe ndo unakuwa mobile money. Yani wewe unakuwa pesa inayotembea. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya akili, kwa sababu ya idea, si ndio? Kwa sasa definition ya pesa ni nini? Pesa vile ndugu zangu watazamaji, tunao wadhamini wetu wa kila siku, tuko nao kila muda, wanaotufanya sisi tunafanikisha jambo letu, tunakuwa sehemu nzuri, sehemu yenye muonekano mzuri, na mtazamaji wetu unapendezwa na mazingira yetu. Mdhamini wetu ni yule Ashi Plus Investment, anapatikana pale njia panda Segerea. Kama unahitaji huduma za passport ya kusafiria, unahitaji visa, unahitaji kusajili jina la biashara, business name, unahitaji kusajili kampuni,
unahitaji kufanya returns za kampuni mbalimbali, unahitaji kufanya maombi yoyote yale unayojua yanahusiana na online application. Ukifika pale kwa Ashi utapata huduma nzuri kabisa, anafanya kwa bei ambayo ni bei rafiki. Lakini pia ukienda pale Gongo la Mboto msikitini pale utakutana na bango kubwa limeandikwa wauzaji wa simu kwa jumla. Ni Ashi na yeye anahusika pale, anauza simu za jumla. Ukienda pale Mr. Dula, kama unahitaji simu za jumla, simu kali, simu nzuri, simu original, si ndio? Hakuna haja tena ya kwenda Kariakoo. Kwa hiyo kama uko Ukonga, uko Banana, uko Chanika, juzi ulisema pia mtu aliyeko Tabata pia sio mbaya. Tabata pia, ulioko Temeke, Tambukareli, Yombo, Buza, Mama Kibo, wale wanangu Mbagala kabisa, Chamanzi zipo kwa Mr. Ash. Zipo kwa Ashi, tumeweka namba hapo, utazipata hapo kwa bei nafuu sana. Kwa hiyo kama unahitaji yes, jumla na reja. Ukihitaji mpigie kwa namba zake hapo zinazoonekana. Asante. Kabla hatujazungumzia kuhusu pesa ni nini, hii mara ya pili tena wanasema money comes to measure value. Pesa huwa inakuja kupima uthamani. Pesa ikija ikakuta uthamani haupo, huwa ina tabia ya kuondoka. Yaani pesa huwa inakuja kupima uthamani. Ikija ikakuta uthamani haupo, huwa inaondoka. Kwa nini nasema hivi? Angalia watu wanaoshinda betting, Bwana Dula. Nadhani hata nao una betting. Mimi ni mwana betting mmoja mkubwa. Angalia watu wanaoshinda betting. Mtu anayeshinda betting akishinda milioni 10, milioni 20. Angalia kwa muda fulani atakuwa na pesa wakati yule ameshinda. Lakini subiri pita miaka 4, 5, ile pesa anakuwa hana tena. Kwa sababu gani? Yule kwanza ameipokea ile pesa, alikuwa hajajiandaa kiakili. Kwa sababu sasa hivi kinachofanya dunia Iran ni nini? Ni akili. Pesa iliyopo ni pesa ya nini? Sasa yule akipata pesa ndani ya muda mfupi imepotea. Kwa sababu gani? Pesa ilikuja ndio ikamkuta kwa bado hana utayari wa kuitumia ile nini? Ile pesa. Hana idea kwa ajili ya ile nini? Ile pesa. Pesa ilikuja ikakuta hana uthamani. Kwa sababu pesa wewe ina tabia kuja kupima uthamani. Ikikuta uthamani haupo, wewe unafanyaje? Kwa ndio maana leo hii ukitaka uwe na pesa, kwanza ongeza uthamani. Ongeza value. Kisha kuwa na uthamani, automatically pesa huwa ina tabia ya kufanyaje? Pesa ina tabia ya kuflow. Na siku zote watu wenye uthamani wakipata pesa huwa hawapigi nazo picha. Kama unavyoona leo mtu pesa kidogo tu picha sijui ile ni mindset ya kimaskini. Unataka kuniambia watu wanaopiga picha na pesa ile ni mindset ya kimaskini? Ni mindset ya kimaskini. Yaani kuwa na pesa kukufanya wewe kuwa tajiri. Utajiri unaanzia kwenye mindset. Akili yako inawaza nini? Bwana Dula, nikuulize swali dogo. Ushakuona Dangote amepiga picha akiwa na pesa? Hapana. Ushakuona Mo Dewji amepiga picha akiwa na pesa nyingi? Amezungukwa na mahela. Amezungukwa na hela. Anadhani hii ni watoto wa kimaskini. Tuna tabia hivyo. Sasa kidogo tu milioni 5 tu. Kuimwaga kwenye meza getoni kwake aoneshe watu kwa. Unaweza kuwa ni mtoto wa kimaskini lakini ukawa na mindset ya kitajiri, usifanye hivyo. Bro. Kwa hiyo kinachofanya mtu anakuwa anaweza kupiga picha ni kwamba yani amepata pesa lakini ana mindset ya kimaskini. Akili ya kimaskini ndio inafanya watu wanapiga picha waonekane wana hela wana nini, lakini ukiwa na mindset ya tajiri uwezi ukapiga picha vile na pesa. Kwa sasa tunarudi sasa kwenye definition ya pesa ni nini, kwamba definition ya pesa ni hipi, kwamba ile currency ambayo tumezoea, ile noti ya 10,000, noti ya 5,000, noti ya nini, ile sio pesa. ATM card sio pesa, wala checkbook sio pesa. So what is money? Money is not a medium of exchange. Money is any medium of exchange of value. Kwa hiyo kitu chochote kile Mr. Dula ambacho unacho, ambacho kina uthamani, kile ni pesa. Sio lazima ile iwe karatasi, sio lazima ile iwe noti. Kwa hiyo kitu chochote kile ambacho unaweza ukabadilishana na mtu, ndio maana akasema is a medium of exchange of value. Kitu chochote chenye thamani ambacho unaweza ukabadilishana na mtu ili upate kile unachokihitaji, ile ndio pesa. Kwa sababu gani? Kile kitu ulichonacho wewe kinakuwa hakina mipaka. Kwa mfano, kuna nani nyingine inasema kwamba whatever you have that you can exchange for what you need is money. Kwa hiyo kwa mfano, una skills, unahitaji pesa. Ukichukua ile skills yako ukabadilishana na mtu mwenye pesa, ile skills ndio inakuwa pesa. Una knowledge,
unahitaji kuibadilisha ili upate pesa. Ile skill, ile knowledge ndio inakuwa pesa. Una nguvu, unahitaji kubadilishana na mtu ili akupe pesa, ile ndio inakuwa pesa. Una kitu chochote kile nilicho nacho ambacho naona hiki ni cha thamani, naweza nikabadilishana na mtu, kile kitu nilicho nacho ndio pesa. Kwa sababu gani? Lakini kuna nani nyingine inasema kwamba money is a reward for solving a problem. Pesa ni malipo baada ya kuwa umetatua tatizo. Kwa hiyo ukiwa umetatua tatizo ukalipwa, ndo ile inakuwa ni nini? Lile tatizo ulilolitatua ndio nini? Ndio inakuwa pesa. Kwa sababu gani? Kuna mtu anaweza akaliona tatizo, akali-identify tatizo, lakini akaishia pale pale, yule hawezi kulipa. Lakini wewe uliona tatizo alafu ukaleta suluhisho. Kwa hiyo ile suluhisho la tatizo ndio nini? Ndio pesa. Kabla hatujaenda huko, hata ukiangalia pesa yetu ya Tanzania currency imeandikwa ni fedha halali kwa malipo ya shilingi kiasi kadhaa, si ndio? Kwa nini? Pigia neno pale kwa malipo. Kwa hiyo ili uweze kuipata ile ni lazima uwe umelipwa, si ndio? Na hakuna mtu analipwa kwa zawadi. Unalipwa baada ya kuwa umetatua tatizo fulani, ndio unapata nini? Ndio unapata malipo. Kwa hiyo ile solution uliyoileta ndio inakuwa pesa. Na matatizo huwa yako hivi. Ukitatua tatizo la mtaa, unapata pesa ya level ya nini? Ya mtaa. Ukitatua tatizo la mkoa, unapata pesa ya level ya nini? Ya mkoa. Ukitatua tatizo la taifa, unapata level ya pesa ya nini? Ya taifa. Hivyo hivyo pia kwenye kimataifa. Kwa mfano ukimwangalia leo tuna Mzee Baharesa, si ndio? Mzee Baharesa ukija kuangalia Tanzania nzima yenda anasambaza, ametatua tatizo la vingamuzi, yes, la Tanzania nzima. Yes. Na vingamuzi ni matatizo mengi, umeona? Yule ametatua tatizo la taifa. Kiwango cha pesa anachokipata, anapata pesa ya nini? Ya taifa. Umeona? Sasa hivi ameanza kwenda na kimataifa, yuko Kenya, tulikuwa tumeona yuko Kenya, yuko Malawi, umeona? Yuko Uganda. Kwa hiyo angalia mtaani kwako kuna tatizo gani ambalo wewe unaweza ukalitatua. Kwa hiyo ukiona haupati pesa, ujue kuna tatizo umeshindwa kufanyaje? Umeshindwa kuliona na kulitatua. Hiyo ndio definition kamili ya nini? Ya pesa. Kwa hiyo ili uweze kupata pesa, ili uweze kupata zile currency, inatakiwa wewe kwanza kwenye akili yako ndo uwe pesa. Yani wewe ndo unatakiwa uwe pesa. Yani uwe mobile money, kwamba kwa mfano unaona hiki tunachokifanya hapa, huu ni ujuzi, hizi ni skills, hii ni knowledge, sawa? Ambayo hapa nilipo sina jembe, sina sijui kitu gani, sina mkuki kwamba nitawinda, sina zile mashine za kulima za kulima, sina mashine za kuchimba madini, lakini ninachokifanya ni nini? Ninatoa kitu ambacho kinapatikana kwenye nini? Kwenye akili, kwenye ubongo. Hii ndio pesa. Kwa hiyo watu wengi unakuta wana matatizo, sawa, lakini hawana nini? Hawana pesa. Na aliwahi kusema engineer, nadhani nikabenda, kwamba pesa huwa haifuati matatizo, pesa huwa inafuata suluhisho. Yani ukitatua tatizo, pesa automatically inafanyaje? Inakufuata. Kwa hiyo sasa, ili uweze kupata pesa, unatakiwa kwanza wewe mwenyewe uwe pesa, alafu pesa ndio inakufuata. Sijui umenielewa bwana Dula? Kwa hiyo sasa, na kipindi kitakachofuata tutakwenda kuendelea kwenye sehemu 10 ambapo pesa imejificha. Kwa sababu leo hii kuna mtu ana kipaji lakini hajui kama ana kipaji. Kuna mtu ana pesa lakini hajui kama ana pesa. Kwa mfano kama mimi, jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba nimejua hiki nilicho nacho ni nini? Ni pesa. Kwa hiyo kama nisingekijua, ningeendelea kubaki nacho na nisingekionyesha mbele za watu, na watu wakaanza kufanyaje? Kunilipa. Kwa mfano kuna hawa ma consultants kama mimi. Kwa mfano mimi ni mshauri wa wafanyabiashara. Mimi pale ninachokipata, kinachofanya mtu anilipe ni ule ushauri ninaotoa, ambao unatoka wapi?
kwenye akili. Na kwenye akili sio kwamba nimelala tu nikaamka nikaota nikawa navyo, no, ni kutokana na kusoma vitabu, kuwasikiliza watu ambao wamekusha tutangulia kwenye maeneo ya biashara au kufanyaje. Hivyo ndo inakufanya wewe unakuwa mobile money, unakuwa pesa yenyewe. Kwa hiyo ukishalitambua hilo Mr. Dulla, utaacha kutegemea utafuta zile noti. Yaani zile noti ni matokeo. Kwa hiyo ili uweze kuipata ile noti lazima kuna kitu huo umekifanya kwanza. Maana yake noti ni matokeo ya kutatua tatizo fulani. Yes, matokeo ya kutatua tatizo fulani. Lakini pia hata kama una kitu fulani ambacho kina uthamani, unaweza ukakideliver kwa watu na watu wakakulipa kupitia kile kitu ulicho nacho. Kwa hiyo mpaka leo tutambue ya kwamba pesa sio ile noti, pesa sio ATM kadi, wala pesa sio makaratasi tuliokuwa tumezoea kuyaona. Pesa ni mtu chochote ambacho anacho cha thamani anaweza akabadilisha akapata pesa. Lakini pia pesa ni tatizo la suluhisho. Wewe jiulize leo hii kuna matatizo mangapi hapo? Kwa sababu gani? Ubovu ni kwamba watu wengi sasa hivi kila mtu analalamika, ujue. Kila mtu analalamika kuna tatizo fulani, kuna tatizo fulani, kuna tatizo fulani, kuna tatizo fulani. Sasa usiwe mmoja wapo na wewe wa hao wanaolalamika. Wewe kuwa mmoja wapo wa mtu ambaye utaleta suluhisho. Na pale ndo tutakapopata kitu inaitwa pesa. Sasa kipindi kinachokuja tutakwenda kuangalia sehemu 10 ambapo pesa imejificha. 10 places where money hides. Kuna sehemu 10 Mr. Dulla, ukizijua hizo pesa ndipo ilipojificha. Inakuja. Ni hayo tu Mr. Dulla. Basi mpaka sasa watu washajua pesa ni energy na nini? Na skills. Kwa mpaka sasa hivi Tanzania yetu na duniani kuna watu wanatumia skills kupata pesa, kuna watu wanatumia energy kupata pesa. Unaweza usitumie vyote kwa pamoja, ila kimoja kati yake lazima kikupe pesa. Ndio. Lakini sasa sana kinachotumika sasa hivi kwa zama tulizopo ni akili. Maana yake akili, ujuzi, uelewa, knowledge ndio kinachotumika kama pesa. Watu wanakimbilia VETA, watu wanaenda kutafuta nini? Wanaenda kutafuta ujuzi. Kwa maana yake sasa hivi pesa imejificha sana kwenye ujuzi.